Baada kulipia, baada ya siku ya 3 tukaenda kwa meneja msaidizi. Baada meneja msaidizi kuongea naye, yeye moja kwa moja tumemuuliza tunaomba kujua maduka yetu yako wapi. Meneja alitujibu kwa ukali, kwani lazima kuwapa, kwani lazima kuonyesha maeneo yenu. Tunaomba kwa Mama Samia angalie hili shirika limekuwa shirika la kujifaidisha, kwa sababu leo unapowatoa watu mjini ukavunja nyumba, unajenga mjini plaza, wakati plaza ilitakiwa ijengwe Msamvu au Kionda. Unapotoa wapangaji huku, unawachagua wapangaji unawataka wewe, baada ya miaka 2-3 mji watu watageuka kuwa maskini. Tunalilia nafasi zetu tulikuwa tumetolewa. Tulikuwa nyuma kwenye kipindi ambapo walituomba sisi tuhame ili waturudishe baada jengo kukamilika, kukarabatiwa. Tunashangaa leo nafasi ambazo tulikopo sisi wanapewa watu wengine ambao hawana vigezo wala sababu ya kupewa nafasi za kwetu. Sisi tuna mikataba miaka ya nyuma mpaka 2005 ya nyuma ya hapo. Tuna vigezo na sababu zote za kuwepo. Tunapewa juu kule. Tumekaa tunasubiria jengo miaka 9.5 lijengwe, ila tuweze kurudi. Tunalipa, hatujui tunapewa jengo gani, tunajua tunarudishwa pale pale. Kumbe baada kushakulipa tunaambiwa mpo juu kule, mpo kule. Hivi kweli tunategemea tunapata haki yetu wapi? Jengo la zamani lilipobomolewa lilifuta kabisa ule upakaji wa awali. Jengo jipya limejengwa kitofauti na lile jengo la zamani. Kwa hiyo kusema kwamba mtu atarudi katika sehemu iliyokuwepo, ile sehemu haipo. Ni sehemu mpya kabisa. Apartment ni mpya na mpangilio ni mpya. Kwa hiyo kitu ambacho kimefanyika ni maombi yamekuja upya kama nilivyoeleza, na watu wamepangishwa kutokana na utaratibu wa jengo jipya lilivyokaa. Hussein Chalela amefanikiwa kupata frame au sehemu katika hili jengo jipya. Ila malalamiko yake makubwa ni kwamba alitaka apate sehemu ya mbele, ambayo tayari sehemu ya mbele wameshapangishwa watu wengine. Kwa hiyo katika utaratibu ni pale jengo linapokamilika kama nilivyosema hapo.